tunapokwenda kwa yale ambayo umeyapata kwenye darasa hili, pia tuendane na yale matamanio na maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika swala zima la uongozi. Mheshimiwa Rais ametuelekeza sisi viongozi wote wa serikali ambao ni pamoja na nyinyi, tunapofanya majukumu yetu ya kiongozi lazima tuangalie zile R4. Zile R4 usiziache zikaenda zake. Lazima uwe kiongozi wa maridhiano, kiongozi mstahimilivu, kiongozi unayejali mabadiliko, au pale panapotokea jambo limeharibika tulijenge upya ili tuweze kufika. Imeelezwa wazi, imefundishwa namna ya uendeshaji wa shughuli mbalimbali za mamlaka za serikali za mitaa. Imeelekezwa kuhusu muundo, majukumu na madaraka katika serikali za mitaa. Jambo la msingi sana kujua mipaka, ni namna gani kujua position yako, wajibu wako na majukumu yako. Lakini swala zima la uendeshaji wa vikao na mikutano katika serikali za mitaa, hili sina wasiwasi katika ngazi ya halmashauri. Kwa bahati nzuri tumepata mstahiki meya, tumepata mwenyekiti wazoefu, lakini tuna shida sana kule chini ambapo mnapaongoza nyinyi waheshimiwa madiwani, kuanzia kwenye mikutano ya vitongoji, mikutano ya vijiji na mikutano ya mitaa. Nendeni mkalete mabadiliko, kwamba hakuna WDC inakaa kabla kiongozi wa chini anayekuja WDC hajafanya mkutano wake, hajakuletea muhtasari wake. Nendeni mkalisimamie hili. Na ajenda kuu kule ni maendeleo na usomaji wa mapato na matumizi. Imetuumiza sana serikali kwamba sasa tunaenda kwenye maandalizi ya bajeti. Hakikisha bajeti yako ni bajeti jumuishi, bajeti ambayo ina mkono wa wananchi unaoongoza. Waanze kule chini kwenye vijiji, kwenye mitaa, wakaseme wanataka nini, wanaona ndio kero yao ili ufanye. Kwa hiyo pokea ile miradi, mapendekezo kutoka kwenye maeneo hayo. Mnapokaa kwenye ODCN na ninyi mnachuja, kipaumbele kikubwa ni hiki, mkashindane kwa hoja, sio kwa nguvu, kwa sababu ukipeleka miradi ambayo wananchi wanaipenda, diwani unaenda kukubalika vizuri. Kwa hiyo naomba sana kwenye hayo mambo msitembee na miradi kwenye makoti. Nendeni mkachukue miradi ya wananchi, na miradi ambayo kwenye kata yako unaiona kweli ukitekelezwa mradi nimetatua matatizo ya miaka 5 mbele. Lakini swala zima la usimamizi wa watumishi, mwende mkalisimamie kupitia sheria, kanuni na taratibu zilizoko. Sikuhakikisha watumishi wetu wanakuwa waadilifu, wanafanya kazi kwa weledi, lakini wanafanya kazi kwa ubunifu badala ya kuja kuadhibu. Nendeni mkafanye umoja katika kata zenu, nendeni mkatengeneze umoja katika halmashauri zenu. Nikaone waheshimiwa madiwani mnaendeleza vita ya kutunza mazingira, vyanzo vya maji, lakini zoezi la upandaji miti ni hii Januari mpaka Aprili. Nataka kuona program kila kata, kushirikiana na wadau mbalimbali, tunaendelea kuifanya Singida iwe ya kijani. Lingine la msisitizo ni kwenda kuangalia namna ya mawasiliano. Jamani, katika jambo ambalo limetugombanisha viongozi ni mawasiliano. Una jambo lako useme. Ukija kwenye kikao umenuna, mwenyekiti wa halmashauri anisaidii, mkurugenzi anisaidii, mheshimiwa DC anisaidii. Sasa yeye ni mfalme Njozi kwamba anaota kwenye kata yako kuna shida? Au unakuja siku ya kikao ndio unataka majibu hapo hapo kwenye kikao, na wakati unajua kuna kikao kinakuja. Kwa hiyo wewe kama pale kwenye kata yako kuna shida, mapema tena weka kwa maandishi ili akulinde. Mpelekee mwenyekiti, mpelekee mkurugenzi. Kama ni huduma za jamii, wale wenye viti wa kamati zile. Mimi kwangu kuna shida. Na 1 2 3 4 5. Mimi mwenyewe na wananchi wangu tumefanya 1 2 3 4 5. Lakini tunahitaji msaada wa halmashauri, msaada wa wilaya, msaada wa mkoa ili tufike hapa. Kwa hiyo hata majadiliano yenyewe yanaenda kwa nini? Mazuri. Lakini huko ndani tumechaguana, nimechagua mstahiki, nimechagua mwenyekiti, naibu, makamu. Lakini tunaenda kuchagua, na mimi nimeshachagua wenye viti wa kamati mbalimbali. Kusiwe na kuruka hizo ngazi. Binadamu anapenda kuheshimiwa. Binadamu anapenda kuthaminiwa. Wewe hata kama unamwona mwenyekiti akusaidii, wewe mpelekee yeye hilo tatizo. Nakala mpe mkubwa wake. Mkubwa wake naye akiliona kwa makini, atakaa na mwenyekiti wake kumuuliza. Na mimi niwahakikishie, kwa upande wetu sisi serikali, kwa maana ofisi za waheshimiwa wakuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa, milango iko wazi masaa 24.
Nilikuwa naongea na nyinyi kwenye WhatsApp, kwenye simu, kwa sababu katika kuhudumia wananchi usiweke mipaka sana. Utachelewa utakuta wananchi wameangamia. Kwa kama jambo liko na njema na unafikiri kwamba mkuu wa wilaya atalitatua, mwambie. Kama lipo unaona hili mkuu wa mkoa atalitatua, wewe mwambie. Sisi tutapata itifaki namna ya kulitatua ili tuweze kufikia. Basi waheshimiwa, baada ya kusema hayo, niseme kwamba nimeridhia vyeti vikija mimi kiniita nitatoa. Mimi zawadi nitaleta ya kitini hicho mkifanyie kazi, na zawadi za mashindano nitakuwa naandaa mimi mwenyewe, na mashindano yataenda mkoa mzima, na yule aliyeshinda tunaenda kumtembelea kwenye kata yake tukamtie shime. Ndio maendeleo yanayotaka. Na hizi changamoto zilizopatikana katika siku 3 nimezipokea, naendelea kuzifanyia kazi, zitaleta majawabu.